Rais wa mpito wa Venezuela anasema kwamba Nicolas Maduro bado ndiye rais halali wa taifa hilo la Venezuela. Rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez amesema kwamba anaongoza nchi hiyo kwa kuzingatia vifungu vya kikatiba, akikanusha madai kwamba Marekani inaendesha Venezuela, huku akisisitiza kwamba Nicolas Maduro anasalia kuwa rais halali wa jamhuri hiyo. Kutokana na mahojiano yake na shirika la NBC News, Rodriguez ameeleza kuwa ameanza majukumu yake kama rais wa mpito kwa mujibu wa katiba ya Venezuela, akisema, "Ninaweza kuthibitisha kwamba ninaongoza jamhuri ya Venezuela kama ilivyoainishwa waziwazi na katiba." Rodriguez amesisitiza kwamba Nicolas Maduro, ambaye alitekwa nyara na jeshi la Marekani mnamo Januari 3 mwaka huu, anaendelea kuwa rais halali wa nchi hiyo licha ya matukio hivi karibuni katika uwanja wa siasa. Kuhusu uwezekano wa kiongozi wa upinzani Maria Corina Machado kurudi Venezuela, Delcy Rodriguez amehoji sababu za makelele mengi yanayoibuliwa kuhusiana na Machado, akisisitiza kwamba kurudi kwake kutalazimu awajibishwe kisheria ndani ya nchi. Ameongeza kusema kwamba Machado anatakiwa kuelezea sababu za wito wake wa uvamizi wa kijeshi dhidi ya Venezuela na kuwekwa vikwazo dhidi ya nchi hiyo, pamoja na msimamo wake kuhusu operesheni ya kijeshi ya Marekani mwanzoni mwa Januari mwaka huu. Mnamo tarehe 3 mwezi Januari, Marekani ilianzisha operesheni huko nchini Venezuela kwa kuivamia nchi hiyo na kumteka nyara rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro na mkewe Cilia Flores. Hata hivyo, kabla ya kutekwa kwa Maduro, kulikuwa na mvutano kati ya Venezuela na Marekani, huku rais wa Marekani Donald Trump akimshutumu Nicolas Maduro kama mtu anayefadhili madawa ya kulevya, akisema kwamba Maduro amekuwa ni chanzo cha watu wa Marekani kujiingiza kwenye madawa ya kulevya, kwani amekuwa msafirishaji mkubwa. Marekani ilishambulia meli kadhaa zinazotoka Venezuela, zikidaiwa kwamba ni meli za watu waliobeba madawa ya kulevya na kuzidisha mvutano kati ya nchi hizo mbili. Zaidi ya meli 16 zilishambuliwa na Marekani kabla ya kutekwa nyara kwa Nicolas Maduro na mkewe. Hata hivyo, baada ya operesheni maalum iliyofanywa na Marekani, rais wa Marekani Donald Trump alitoka kwenye suala la madawa ya kulevya na kwamba alikuwa akielezea namna ambavyo atashughulikia mafuta, akisema kwamba Venezuela iliwadhulumu mafuta wa Marekani, na hivyo badala ya kuzungumzia suala la madawa ya kulevya akajikita zaidi kwenye kupata mafuta ya taifa hilo la Venezuela, moja kati ya mataifa ulimwenguni yenye hodhi kubwa ya mafuta. Siku chache baada ya hujuma hiyo iliyokiuka sheria za kimataifa, waziri wa mambo ya ndani wa Venezuela alisema idadi ya watu waliouawa na kujeruhiwa katika shambulio la Marekani lilipindukia watu 200. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.